Habari za wakati huu, mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi maalum kuhusu bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere. Bwawa hili ni moja ya mradi wa kimkakati katika historia ya nchi yetu. Na leo katika kipindi hiki tutazungumza na Kamishna Mhandisi Innocent Luoga kutoka Wizara ya Nishati. Atafafanua maswali mengi kwa kina kuhusiana na uzinduzi wa bwawa hili la Mwalimu Nyerere. Mhandisi, karibu sana. Asante sana, nashukuru dada Rose. Tungependa utupitishe kuhusu huu mradi wa Mwalimu Nyerere. Kama unavyoitwa kwa jina la Mwalimu Nyerere kwa sababu historia yake inaanzia kipindi cha hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere ambaye ndo alikuwa muasisi wa huu mradi. Kipindi hicho kabla hata ya uhuru tunafahamu tulikuwa na mto Rufiji, lakini baada ya uhuru tukawa na mamlaka ya uendelezaji wa bonde la mto Rufiji tunaita Lubada, na jukumu kubwa la Lubada lilikuwa ni kuendeleza bonde hilo kwa ajili ya masuala ya kilimo, lakini kuna mto ule wa Rufiji unapita katika bonde hilo, na ule mto sasa ukaonekana unawezesha kuzalisha umeme. Kwa hiyo kuna faida ya kuzalisha umeme na kuna masuala ya kilimo. Kwa hiyo baba wa taifa alileta hilo wazo sasa, kutokana na mahitaji ya umeme nchini na kutokana na kutumia rasilimali ya maji ya mto Rufiji, basi ni vema tukaanzisha huu mradi wa Julius Nyerere. Lakini kipindi kile sasa mahitaji ya umeme yalikuwa yako chini sana, ikilinganishwa na uwezo wa ule mto, ambapo kipindi kile katika tunazungumzaga studies au utafiti uliofanyika awali, ilionekana kwamba ingeweza kuzalisha megawati 1800. Wakati huo matumizi ya nchi yalikuwa kama megawati 100 tu, kipindi cha miaka hiyo ya 64 mpaka kuja miaka ya 70. Kwa hiyo kaonekana huu mradi utakuwa na mahitaji makubwa, gharama kubwa zaidi kuliko mahitaji ya umeme. Kwa hiyo shughuli za kilimo zikaendelea, na uzalishaji ukasema tutakapokuhitaji mahitaji ya umeme yatakapokuwa makubwa tutahitaji kuendeleza huu mradi. Kwa hiyo umeona sasa katika kipindi cha miaka ya 80 mpaka 90 nchi yetu ilikuwa imekumbwa na upungufu wa umeme. Tunakumbuka katika miaka 94 mpaka 2000 kulikuwa na mgao mkali sana wa umeme miaka hiyo, na tumeendelea wakati fulani kila mwaka tunakuwa na mgao wa umeme. Ndipo hapo sasa tukasema basi tutekeleze lile maono ya mheshimiwa hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Ndipo sasa viongozi wote waliopita, viongozi wa nchi walikuwa wanataka mradi utekelezeke, na ndipo mwaka 2017 mheshimiwa hayati Magufuli sasa ndio tukaanza rasmi utekelezaji wa mradi. Na katika utekelezaji wa mradi ukweli kabisa tunajivunia huu mradi kwa sababu umetekelezwa kwa kipindi kifupi sana ikilinganishwa na miradi ya ukubwa wa namna hii katika nchi nyingine. Sisi miaka 6 tu, kwa sababu mwaka 2017 tukalifufua wazo, mwaka 2018 tukaanza mikakati kusainiana mikataba na kampuni ya ubia mbili za Misri, tunaita Arab Contractors na El Sewedi. Hiyo zimeungana kwa pamoja, ndio maana ikaitwa kampuni ya ubia ni JV. 2018 tukasaini mkataba mwezi wa 12 tarehe 18, na 2019 ujenzi wake ukaanza. Sasa 2024 tukawa tumemaliza. Kwa hiyo tunasema ni miaka 6 tu mradi umetekelezeka, ambapo kiasi cha megawati 2115 ni kiasi kikubwa sana, na kwa East Africa, mashariki ya Afrika, ndo mradi mkubwa wa kwanza au bwawa kubwa katika nchi ya Afrika. Kwa hiyo chimbuko la huu mradi kama ninavyosema historia yake, tulianza zamani sana, na lengo kubwa sasa wa kuja kutekeleza huu mradi ni kukidhi mahitaji ya umeme yanayoongezeka kwa kasi sana. Katika kama nilivyokuwa nimesema, tulikuwa na migao ya umeme, viwanda vinaongezeka, shughuli za kijamii na kiuchumi zinakuwepo. Tukasema tunahitaji kuwa na umeme mwingi wa kutosha ili tuweze. Kwa hiyo ujenzi ukaanza mwaka 2019, na ilipotimia mwaka 2024 tukawa tumekamilisha rasmi ujenzi. Mashine 9 za kuzalisha umeme zinafanya kazi, na lile bwawa sasa limekuwa bwawa lenye faida kwa Tanzania, lakini itaenda mpaka kwa nchi za jirani. Mhandisi Luoga, tunaona ni miaka 6 sasa bwawa hili limeenda kukamilika. Uzinduzi wa bwawa hili una maana gani kwa Tanzania kwa ujumla? Uzinduzi wa bwawa hili una maana kubwa sana kwa nchi yetu, kwa sababu
manufaa ya bwawa hili, ambapo ndo tunapoenda kuzindua hiyo Jumamosi, ndio litakuwa maana yake kwa nchi. Kwanza kabisa ni kuongeza kiwango cha uzalishaji wa umeme nchini. Tulikuwa na upungufu wa umeme kwa miaka ya nyuma, lakini sasa kupitia bwawa hili tunaenda kuongeza uzalishaji wa umeme kiasi cha megawati 2115. Ikumbukwe mwaka 2021 tulikuwa na megawati 1500 wakati Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, kiwango cha umeme kilikuwa ni 1500, na huu mradi aliukuta ukiwa na 33% tu. Lakini sasa katika kipindi chake mpaka sasa hivi kiwango cha umeme kimeenda kuongezeka, kimefika megawati 4550 mpaka sasa hivi, na mchango mkubwa umetokana na bwawa hili. Kwa hiyo maana ya bwawa hili, kwanza kuongeza uzalishaji wa umeme, lakini pili kuhamasisha shughuli za kijamii na za kiuchumi, kwa sababu itaenda kufungua sasa fursa mbalimbali. Fursa hizo ni kwenye viwanda, kwenye biashara, kwenye ajira. Kwa hiyo maana kubwa sana, lakini ukumbuke bwawa hili pia tayari lilikuwa limezalisha ajira wakati wa ujenzi, takribani vijana 12,000 watu walipata ajira za wakati wa ujenzi. Lakini baada ya hapo kuna ajira sasa zinazoendelea, na tena baada ya bwawa kukamilika, wale vijana wote tumewatambua kwa kipindi cha miaka 6, manake kama walikuwa chuoni kujifunza, na sasa hivi wale vijana wengi walipata vyeti na wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo ni maana kubwa sana. Lakini ni kitu kingine cha maana bwawa hili, unajua ule mto Rufiji una asili ya kuletaga mafuriko kila mwaka, lakini tumetengeneza lile bwawa ambalo urefu wake ni kilomita 100. Kilomita 100 ni sawasawa na kutoka City Center, yani mjini Dar es Salaam mpaka Chalinze. Hilo ni bwawa tu. Kwa hiyo maji yale sasa yamehifadhiwa pale. Kwa hiyo tunasema nini? Tuna control au tunadhibiti mafuriko. Kwa hiyo faida nyingine ni kudhibiti mafuriko. Sasa hivi maji ya mto Rufiji, mvua zikiwa nyingi kabisa, hayawezi kwenda tu moja kwa moja, yanadhibitiwa. Na pale kuna bwawa kubwa hilo, lakini kuna mabwawa mengine madogo 4 ya pembeni, ambayo nayo kazi yake, bwawa kubwa likijaa yanachewa kwenye mabwawa madogo. Kuna faida nyingine hapa kuhusu mradi, ndio maana ya kuwa na mradi, na uzinduzi unapoenda kufanyika, maana yake pia ni hiyo. Lile bwawa sasa hivi pia Wizara ya Maji inatumia maji kutoka katika bwawa lile kwa ajili ya mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Kwa hiyo imeenda kupunguza tatizo la maji. Tunafahamu tatizo la maji bado lipo, lakini kwa kutumia bwawa lile tayari tumeshapunguza, na mipango inaendelea zaidi. Lakini kutumia bwawa lile tunafanya pia shughuli za kilimo. Kwa hiyo shughuli za umwagiliaji zinatumika kwenye bwawa lile. Kwa hiyo bwawa lina manufaa mengi sana. Huko tunakoelekea ni utalii, na wewe tunakukaribisha pia kwenda kuangalia kwa sababu tumekuwa tukipokea watu mbalimbali kuja kuangalia bwawa, kwenda kuangalia bwawa lile, kwa sababu sio la kawaida. Labda nikupe taarifa tu, lile bwawa tunasema ni artificial lake, yani ni ziwa ambalo limetengenezwa, kwa sababu ukubwa wake ni sawa na linafuata sasa kwa ziwa la 4. Tuna ziwa Victoria la kwanza, lakini tuna Tanganyika la pili, tuna Nyasa la 3. Lile sasa sio limetengenezwa na Mungu, tumetengeneza sisi. Kwa hiyo ukubwa wake ni kama ziwa, imepita maziwa mengine madogo madogo yote kama luko. Kwa hiyo ni sehemu nyingine inakuja kwa utalii. Lakini sehemu nyingine ukumbuke, ule mradi au lile bwawa limejengwa kwenye mbuga za wanyama. Kwa hiyo tumeenda kuwasaidia wanyama kutunza ekolojia. Hifadhi ya Taifa Mwalimu Nyerere tunaita. Kwa hiyo sasa hivi wanyama hawana shida tena ya maji, wamewekewa sehemu nzuri, lakini pia sasa wanaendelea kuzaana na kuwa wengi zaidi. Kwa hiyo tumeweza kutunza ekolojia ya mazingira na ya wanyama. Kwa hiyo unaweza ukaona bwawa hili tunavyoelekea kwenye uzinduzi Jumamosi lina maana kubwa sana kwa Watanzania. Katika kila sehemu limegusa. Tarehe 22 mwezi wa 8 historia inakwenda kuandikwa pale Rufiji. Kwa nini huu mradi unatajwa kama ni mradi wa kimkakati? Mradi wa kimkakati tunautaja kwa sababu neno kimkakati strategic, manake ni kitu ambacho kinaleta mageuzi katika nchi. Sasa huu hapa ni mradi wa kimkakati kwa sababu unaenda kuleta mageuzi katika nchi yetu, na ndio maana tunasema mradi wa kihistoria. Tunavyozungumzia dira ya 2050 uwezi ukaacha kuutaja huu mradi, na hata wakati tunaotekeleza tunasema mradi wa kimkakati, strategic project, pia ni mradi wa kipaumbele. Sasa tunasema hivyo kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba miradi ya kimkakati ndio inaenda kubadilisha uchumi wa nchi, kuwabadilisha Watanzania na kila kitu. Kwa hiyo mradi huu wa Julius Nyerere, bwawa la Mwalimu Nyerere hili,
kukamilika kwake na uzinduzi wake kukamilika, linaenda kufungua viwanda. Tunaenda sasa kutimiza ile ndoto yetu ya $1 trillion, uchumi wetu kwenda kukua kupitia ili bwawa. Lakini pia kupitia ili bwawa sasa tunasema kimkakati, manake ajira zitaongezeka. Sasa hivi pia hali ya mijini itakuwa sawa na hali ya vijijini. Kwa hiyo hakutakuwa na watu kutoka vijijini kuja kufanya kazi mjini, kwa sababu umeme utakuwa umesambaa nchi nzima. Hivi tunavyoongea, unafahamu tayari vijiji vyote 12,318 Tanzania tumeshavipelekea umeme. Kwa hiyo kunakuwa na umeme wa uhakika na wa kutosha. Kwa hiyo bwawa hili linaenda kuwa la kimkakati, kwa sababu linaenda kufungua fursa katika nchi yetu, linaenda kusaidia kutimiza malengo ya dira 2050, lakini pia linaenda kuhakikisha sasa umeme wa uhakika unakuwepo. Na tukishakuwa umeme wa uhakika, maana yake litavutia sana wawekezaji. Wawekezaji wengi watakuja kuwekeza katika nchi yetu kwa sababu kutakuwa na umeme wa uhakika. Tumezungumzia kuhusu umeme wa uhakika. Nataka kufahamu, nadhani na Watanzania wangependa kufahamu kuhusu hili bwawa la Mwalimu Nyerere, linachangia au linakwenda kuchangia kwa kiasi gani umeme katika gridi ya taifa, na hali ya upatikanaji umeme itakuwaje baada ya hapo? Bwawa hili mchango wake ni takriban megawati 2115. Hilo ndio uwezo wa bwawa. Na kwa maana nyingine limeenda kusaidia ule uwezo mdogo uliokuwepo likaongeza. Sasa namna ambavyo litakavyoenda kuchangia, hivi sasa hivi tunavyoongea, uwezo wa nchi wa uzalishaji umeme umefika megawati 4500 kama nilivyosema, lakini mabwawa ya maji peke yake yanachangia megawati 2799, lakini bwawa la Mwalimu Nyerere katika mchango huo ni 44.8, bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake. Kwa hiyo linaenda kusababisha umeme wa uhakika uwepo muda wote. Kwa maana kwamba nitakupa mfano mmoja. Katika mwaka 2023 tumekuwa na changamoto ya upungufu wa umeme katika nchi yetu kubwa mno. Unakumbuka tulikuwa na mgao mkubwa mno mwaka 2023, na wakati huo sasa ndio tulikuwa tunaendelea kutekeleza hili bwawa. Tukaja kulikamilisha kuanzia mwezi wa pili 2024. Tangu tulipokamilisha hilo bwawa, umeme ukawa wa uhakika, tujakuwa na mgao tena mpaka sasa hivi. Umeme unakatika ndio, na nitatoa sababu kwa nini umeme unakatika, lakini hatujawahi tena kuwa na upungufu wa umeme kwa sababu ya mchango mkubwa uliotokana na ule bwawa. Na hivi ninavyoongea sasa hivi hatutegemei tena kuwa na mgao, kuwa na upungufu wa umeme kutokana na bwawa la Mwalimu Nyerere, mchango wake kuwa mkubwa sana. Na sasa huu umeme wa uhakika kwenye viwanda, watu wanaomiliki viwanda, wawekezaji, unawapa neno gani? Kwa wenye viwanda sasa ndio tunataka tuhakikishie kwamba kuanzia sasa hivi baada ya uzinduzi huu umeme wetu utakuwa uhakika zaidi. Kwa hiyo wenye viwanda wajiandae kuongeza uzalishaji. Walikuwa na hofu ya kuongeza mitambo ya kuzalisha, waongeze. Walikuwa na hofu ya kuongeza ajira, waajiri zaidi, kwa sababu bwawa linaenda kuchangia hizo kiasi cha umeme nilichosema. Lakini pia tunakamilisha pia njia ya kusafirisha umeme kutoka Chalinze, ambapo umeme wote unaotoka kwenye hili bwawa uko pale Chalinze, kuupeleka katika mikoa yote kabisa. Tunajenga njia ya kusafirisha umeme takriban kilomita 354 kutoka Chalinze kupita Morogoro mpaka Dodoma. Ipo katika hatua ya mwisho, mwezi huu wa 8 itakuwa imekamilika. Baada ya kukamilika njia pale Dodoma, tuna kituo kikubwa tunakiita cha Zuzu. Ule umeme ukifika pale kituo cha Zuzu utaanza kusambazwa, utaenda kwanza katika kanda ya Ziwa, ambapo mikoa ya Tabora, Shinyanga, Mwanza na kwingine kote mpaka Bukoba watakuwa wamepata umeme wa uhakika. Na kule kama unavyofahamu ndio kuna migodi mikubwa sana, kwa hiyo na viwanda vingi viko kule vikubwa sana, kwa hiyo viwanda vitakuwa vipata umeme wa uhakika. Lakini ikitokea hapo Dodoma, tumejenga line kutoka Dodoma kwenda Iringa, Mbeya, Songwe, tunaenda mpaka Rukwa, tunaingiza pia Tunduma, Zambia kupitia Tunduma. Kule kuna migodi na viwanda kama unavyofahamu. Kwa hiyo tunaenda kufungua hivyo viwanda vingine vyote, lakini pia kanda ya kati yenyewe Dodoma na Morogoro, bila kusahau hapa Dar es Salaam, kwa sababu umeme unaotoka Julius Nyerere utakuja Chalinze. Ukifika Chalinze utapelekwa mpaka Kinyerezi, ukitoka Kinyerezi unaenda mpaka Mkulanga. Tunafahamu vizuri sana sasa hivi mkoa wa Pwani viwanda vimekuwa vingi sana, Mkulanga kuna viwanda vingi sana. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa wenye viwanda wanaenda kupata ahueni kubwa sana, kwa sababu unapowekeza unahitaji umeme wa uhakika,
unaotabirika muda wote upo, ili uweze kuzalisha zaidi na kupata faida. Kwa hiyo neno la kuambia wenye viwanda sasa hivi wawe na uhakika kupata umeme wa uhakika, wajipange kuongeza uzalishaji zaidi, kuongeza viwanda zaidi, ili kuweza kupata faida na kutumia vyema umeme huo. Hapa tumeongea kwa wenye viwanda na wawekezaji. Sasa kwa Mtanzania wa kawaida anaweza akajiuliza, mimi nitanufaikaje na huu mradi? Tanzania wa kawaida wanafaidika pia na wenyewe, kwa sababu utapozungumzia viwanda, manake kukiwa na umeme wa uhakika bila umeme ambao unatabirika, manake bidhaa zitazalishwa na zitazalishwa katika gharama nafuu. Naweza kusema hivyo kwa sababu mpaka sasa hivi viwango vyetu vya bei vimekuwa vizuri, bado viko pale pale, havijaongezeka. Tungekuwa tunatumia mitambo ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta, maanake gharama zingekuwa zimeongezeka. Ukiongeza gharama za uzalishaji kwenye viwanda, maanake na bidhaa zitapanda, kwa hiyo wananchi wanaathirika. Kwa hiyo faida moja hapo kwamba vile viwango vya umeme vimekuwa himilivu, kwa maana hiyo wananchi watapata unafuu kupitia bidhaa na vitu vingine zitaongezeka. Lakini kingine nimezungumza mwanzo kwamba unapotanua au unapotoa fursa kwenye viwanda, maanake ajira zinaongezeka. Kwa hiyo wananchi wa kawaida sasa wanapata ajira, watakuwa wanapata ajira kwenye hizo viwanda. Lakini sio ajira kwenye viwanda tu, kutakuwa na umeme wa uhakika. Na sasa hivi tunaendelea kusambaza umeme nchi nzima. Kama nilivyosema, tumeshapeleka umeme katika vijiji vyote 12318. Sasa hivi tunaenda kwenye vitongoji. Tukitoka kwenye vitongoji tunaenda kwenye nyumba moja moja kuhakikisha umeme upo. Umeona sasa hivi unaenda vijijini, unakuta saluni vijana wamejiajiri, unakuta wanachomea vyuma, welding, wanatengeneza madirisha. Zamani madirisha kutengeneza haya magrili ya nondo lazima uende viwandani au sehemu maalum, lakini siku hizi unakuta kwenye nyumba vijana wameweka nje tu, wameshafungua hizo biashara. Sasa hivi kule kuna maduka ya madawa yanahifadhi dawa, lakini shule, tuseme taasisi zote za serikali na zisizokuwa za serikali zinazotoa huduma kwa jamii zote zimepatiwa umeme. Misikiti, makanisa, hata pampu za maji. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hata wananchi wa kawaida wamenufaika sana na bwawa hili la Mwalimu Nyerere, na tunavyoenda kuzindua, maanake umeme wa uhakika. Lakini nimezungumzia shughuli za kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo shughuli za kijamii zitafanyika. Unakumbuka, na mpaka sasa hivi umeme ukikatika tu, ukirudi tu huo, yani watu wanajua kabisa, yani wanajua kabisa, kwa sababu watu wameshazoea umeme muda wote. Zamani umeme ukikatika kimya, kwa sababu unajua hata muda kawaida, hujui hata muda wa kurudi. Lakini umeona sasa hivi tangu bwawa hili la Mwalimu Nyerere lianza kufanya kazi na tunakwenda kuzindua, watu wamezoea umeme haukatiki. Ndio maana umeme ukikatika tu kuna kuwa na eka kelele zinakuwa nyingi sana mtaa mzima. Na ndio maana umeona Tanzania nzima tumeanzisha magrupu ya WhatsApp kwa ajili ya kuwapa taarifa wateja wetu. Kwa maana hiyo sasa shughuli za kijamii zinaongezeka, kwa sababu mtu ana uhakika akiweka samaki wake kwenye friji, kama ni biashara itafanyika tu, umeme upo. Kinyozi akifungua saluni yake itafanya kazi, umeme upo. Lakini zamani vijenereta vingi, umeshawahi kuona vijenereta siku hizi? Unakutana na mtu kanyolewa nusu anasubiri umeme urudi ili amaliziwe. Lakini pia hata kila sehemu walikuwa wanaweka standby generator nje, kwamba hawana uhakika wa umeme, kwamba muda wote umeme utakatika. Kwa hiyo unasikia umeme ukikatika tu tayari umewasha generator. Lakini sasa hivi watu wana uhakika wa umeme, hangaike na generator, hangaike na taa za dharura, hangaike na kitu chochote, ila umeme ukikatika tu utaona watu ukirudi tu huo. Kwa hiyo tunaenda sasa katika shughuli za kijamii zinaenda kupanuka zaidi. Lakini na sisi tunataka tumeshaanza Wizara ya Nishati kupitia taasisi zake TANESCO na REA, tunasema umeme sio anasa kama zamani, umeme ni lazima. Na ndio maana tumesema tumeanza kwenye vijiji, tumevimaliza vyote. Tuko kwenye vitongoji, tumeshafikia 55% sasa hivi katika vitongoji 64,359. Takribani vitongoji tayari 39,000 tumeshavimaliza. Malengo yetu ikifika mwaka 2030 vitongoji nchi nzima vyo vimekamilika, vinapata umeme. Na ninapozungumza vitongoji, maana yake tunabakiza mtu mmoja mmoja. Dada Rose, wewe unataka umeme, utaki, sisi tunakuwekea. Inakuwa ni lazima. Kwa sababu tunajua sio anasa, alafu tutajuana mbele ya safari. Na umeona sasa hivi hata TANESCO wameshaanzisha ule mpango wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Wanagawa majiko ya umeme, kwa sababu zamani ilionekana kutumia umeme gharama, jiko la umeme gharama sana. Kumbe sio gharama, na teknolojia siku hizi inaongezeka. Unapika ukiwa msafi kabisa.
na unakatwa taratibu. Kwa hiyo huko tunakoelekea, na umeona sasa hivi tena magari ya umeme yameingia, tunajenga vituo vya kuchaji magari ya umeme. Kwa hiyo mabadiliko ni makubwa sana, yani ndio maana tunasema huu mradi unaenda kuibadilisha nchi, kwa sababu magari ya umeme wananchi wataanza kuona ni kitu cha kawaida. Tutaanza uchafuzi wa mazingira au utakuwepo, tutaanza mazingira pia. Mhandisi, tunaona kwamba huu mradi ni mradi wa kimkakati, ni mradi wenye manufaa kwa taifa letu, lakini ni mikakati gani ambayo tumeiweka ili kuhakikisha bonde la mto Rufiji alipati madhara wala ili bwawa linadumu kwa miaka mingi? Asante sana. Naomba hapa ni kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Wakati akiwa makamu wa rais aliunda timu maalum kwa sababu alikuwa anasimamia mazingira. Hiyo timu mpaka sasa hivi ipo, na hiyo timu ya wataalamu maalum kazi yake ni kusimamia vyanzo vya maji na vyanzo vingine vyote kwa ajili ya kulinda mazingira. Kwa hiyo nikisema vyanzo vya maji, tuna mabonde mengi, tuna bonde la mto Pangani, tuna bonde la Pangani, Kagera, Rufiji na mengineo. Kwa hiyo kwa swali lako kuhusu Rufiji, tayari kwanza tuna timu maalum ambapo inahusisha kufanya ukaguzi na kuangalia vyanzo vyote vya maji vinatunzwa, lakini wakuu wa mikoa hata huku tunakoelekea kesho, Jumamosi kwenye uzinduzi, tumewaalika wakuu wa mikoa wote na wale ambapo wanahusika na huo mradi, kwa sababu mradi hauanzii hapo Rufiji. Mto wake ina mito mitatu ambayo ndio inaunganisha hapa Kilombero, Luego na Rufiji wenyewe. Inaanzia Mbeya huko, inakuja mpaka inafika Morogoro, inakuja mpaka inafika hapo na inashuka huku chini. Kwa hiyo kuna mikoa kadhaa inahusika, mikoa ya Tabora yote inahusika kwenye hili bonde. Kwa hiyo tulichokifanya ni kwamba kwanza kuna timu maalum, kujibu swali lako, kwa ajili ya kuhifadhi mazingira na kutunza vyanzo vyote vya maji, lakini pia serikali kupitia TANESCO pia tunatenga bajeti kila mwaka ya kiasi ya bilioni 5 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijiji vinavyozunguka maeneo, wananchi wanaozunguka maeneo wanaendelea kutunza hayo maeneo, lakini pia tunawashirikisha viongozi wa serikali za mitaa, vijiji wa maeneo yote. Kwa hiyo utunzaji upo na tunashukuru sana, kwa sababu kuna kampeni kuendelea azma ya Mheshimiwa Rais ya mazingira kupanda miti. Tunakuwa na kampeni ya kupanda miti na tunawashukuru TBC kwa sababu nyinyi ndio mna 27 ya kijani, ndio kinara kwenye hili. Kwa hiyo na sisi pia ndio tunafanya hivyo kwa maeneo yote ambapo kuna vyanzo vya maji. Tumepanda miti kwa ajili ya kuweza kutunza, lakini pia tunaendelea kuzishirikisha serikali za vijiji kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vyanzo vyote vya maji vinatunzwa. Kwa kumalizia, Kamishna, ungekuwa na neno gani kwa Watanzania la matumaini kuhusiana na huu mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere? Kwanza niwakaribishe kwenye uzinduzi wa huu mradi mkubwa wa kihistoria wa kimkakati wa Julius Nyerere ambao utafanyika tarehe 22 mwezi huu, ni kesho kutwa tu Jumamosi. Kwa hiyo kwanza niwakaribishe sana Watanzania wote ili waone zile ndoto zilizoanza tangu Mheshimiwa Rais baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na wote waliofuata baada yake yeye kutimiza hii ndoto. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana na tunajivunia. Lakini pili ambalo kubwa kabisa, nataka niwaeleze wananchi wote wa Tanzania wanaotusikiliza kwamba sasa nchi imefunguka kwa kuzindua hili bwawa na kukamilisha huu mradi. Imefunguka ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa maana kwamba ndani ya nchi na tunawahakikishia umeme wa uhakika utaendelea kupatikana katika kipindi chote. Kutakuwa na matatizo katika ni miundombinu, na serikali tuna mikakati ambayo tumeshaiandaa kwa ajili sasa ya kukarabati miundombinu ya kusambaza umeme na kusafirisha umeme, lakini hali ya umeme wa uhakika tunawahakikishia itapatikana. Lakini tatu, pia tunawaeleza Tanzania inaenda kuwa sasa kitovu cha nishati. Tumeona hivi karibuni pia tumesaini wiki mbili zilizopita hiyo kuwa kitovu cha nishati, kwa sababu sisi tupo katikati ya nchi za kusini mwa Afrika na mashariki mwa Afrika. Tunasema Eastern African Power Pool na Southern African Power Pool. Tanzania ipo katikati, kwa maana kwamba tunaunganisha nchi za kuanzia Kenya, Ethiopia mpaka Misri. Na huku ni kueleze kwamba tayari tumeshaunganisha mtandao wetu wa umeme, tunaita grid. Imetokea Singida, imeenda Arusha, kufika Namanga, ikaingia Isinya Kenya. Kenya imeunganisha na Ethiopia
na Misri. Kwa hiyo sasa hivi tumefungua fursa sisi ya kufanya biashara. Tukiwa na umeme mwingi tutauza, tukiwa na umeme kidogo tutanunua, huu upande wa mashariki. Lakini upande wa kusini huku pia tumejenga pia mtandao wa umeme ambao tunaita huo grid. Umeanzia Dodoma ukaenda Singida, Singida Mbeya, Mbeya Songwe, Songwe umeenda Tunduma pale ukaunganisha na Nakonde. Nakonde iko Zambia, lakini tumeunganisha na Rukwa. Kwa hiyo unaweza kuona tumeenda kwa kitovu. Lakini kubwa lingine kabisa sasa mikoa na kumalizia mikoa ile ambayo haijaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Tuna mikoa minne tu imebaki sasa hivi haijaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Kupitia bwawa la Mwalimu Nyerere na miradi inayoendelea kuunganisha umeme, mikoa yote ya Tanzania ikifika mwakani 2027 itakuwa imeunganishwa kwenye gridi ya taifa. Mikoa hiyo ni Rukwa tunaenda kuunganisha kwenye gridi ya taifa, Lindi tunaenda kuunganisha, Mtwara tunaenda kuunganisha na Kagera. Tulikuwa na Kigoma na Katavi, mwaka jana tumeweza kuunganisha. Kwa hiyo kutakuwa na manufaa makubwa sana, nchi yote itakuwa kwenye mtandao wa umeme. Kukaribisha Rufiji, na sisi kama TBC tunasema tutakuwepo pale, na tayari timu imeshawasili, na siku ya Jumamosi tarehe 22 tutakuwa mubashara kabisa. Karibuni sana na tunawashukuru sana TBC. Kwa hiyo tunawaambia watazamaji wetu siku ya tarehe 22 waangalie TBC1, wataona yaliyopo kule Rufiji. Asante sana, nashukuru sana na tunawashukuru sana TBC pia kwa kuweza kuelezea huu mradi na pia kuonyesha mubashara tukio la uzinduzi ili wale ambao watakosa nafasi ya kufika kule, kwa sababu tulitamani Watanzania wote wafike kule, lakini itashindikana. Basi nyinyi TBC muweze kuwawakilisha Watanzania wote kwa kuonyesha moja kwa moja matukio yote. Macho yote yawe TBC1. Kabisa tunashukuru na mitandao yetu ya kijamii ya TBC online. Okay, tunashukuru sana. Mtazamaji wa TBC1, natumaini umenufaika na mengi kutokana na mahojiano haya. Umeweza kufahamu kwa kina kuhusiana na mradi wa kuzalisha umeme wa Mwalimu Nyerere. Mradi huu unakwenda kuzinduliwa siku ya tarehe 22 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Rose Masaka na hii ni TBC1.